Naomba mtoke hapa mkijua kwamba fursa tumeipata ya kupata katiba mpya kabla ya 2030. Kupata katiba mpya kabla ambayo itatumika katika uchaguzi wa 29 na 30. Narudia kutumia maneno magumu, tukomae hapo. Na naongea na Watanzania wote, naongea na wana CCM, naongea na upinzani, naongea na asasi za kiraia. Nawaambia wana CCM, katiba mpya ni kwa faida ya watoto, wajukuu wenu na vizazi vijavyo. Nawaambia vyama vya upinzani, katiba mpya ni kwa faida yenu, watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Nawaambia asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, katiba mpya ni kwa faida ya watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Tukishafika hapo, kasi ya maendeleo na mabadiliko kwenye nchi yetu itakuwa kubwa kuliko mnavyofikiri. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo. Kwa hiyo tunapoanza kulitamka, maana yake ni kwamba sasa tunajielekeza katika kulitekeleza. Hakuna mashindano ya nani anaanza. Haki ni msingi wa. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Mimi natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni walisema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya. Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo, tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana, na mimi nikaenda kumuona Mheshimiwa Rais wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama, mimi katibu mkuu. Nikamwambia Mheshimiwa mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Inasema moja ya mambo makubwa waliobaini kwa wananchi walipotembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, katibu mkuu, tume ya haki jinai niliyoiunda, katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya. Kwamba jamani, rais analitaka, sukumeni.
lakini mazingira ya ruhusu inabidi niseme kwenye jukwaa. Kwa jamani, ili Rais Samia anataka litekelezwe. Ni vizuri tukatumia fursa hii ambayo rais analitaka likatekelezwa. Na Tume ya Haki Jinai ilishauri kwamba lifanyike kabla ya uchaguzi wa 2028 wa serikali za 29 wa serikali za mitaa na uchaguzi wa 2030. Lakini pia hata tume ya juzi ya Chande na yenyewe imesema katiba mpya hiyo imepatikana by mwaka 2028 ili itumike 29 na 30. Komaeni hapo. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Tusiruhusu tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo. Niwaambie nini muelewe. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Maana kuna wakati namwangalia kwa mfano Maria Sarungi. Maria Sarungi, wakati sisi tunasoma shule ya msingi, nilikuwa nasoma shule ya msingi Oysterbay pale. Tulikuwa tunasali wote kanisa la Oysterbay. Sasa sisi St. Peter pale. Sasa sisi tulikuwa tunapenda kwenda misa ya Kiingereza. Yes, sijui Kiingereza alijifunza wapi, lakini tulikuwa tunapenda misa ya Kiingereza kwa sababu yeye anaenda kusoma somo vizuri pale. Kwa mimi nikikutana na Maria, ninachokumbuka haraka ni akisoma somo kanisani. Na wakati ule kwa jinsi hivyo kwa akisoma vizuri, mimi nilikuwa shule ya msingi wakati ule. Nilipojua mama yake ni mzungu, nikaanza na mimi nitaoa mzungu ili watoto wangu wao wanasoma kama yule. Ingawa maisha magumu sana. Baada ya kuoa mzungu nikaishia kuoa Msambaa. Lakini nachotaka kusema ni kwamba natamani nikiwa mimi mtu ananiona pale nimekaa na Maria Sarungi aseme wanaongea mambo ya nchi yao. Wanaongea mambo na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Hiyo ndio aina ya taifa ambalo natamani tulijenge. Kwa kila mtu ni muombe kila Mtanzania atumie kila nafasi alionayo kurudisha umoja, kurudisha mshikamano, lakini pia kusimamia haki kama msingi wa amani. Katika mambo mlioyaeleza kwa kirefu pale ni pamoja na maridhiano, pamoja na katiba mpya. Lakini mbona niliambiwa katiba mpya nyinyi hamtaki? Hebu wasiotaka katiba mpya wainue mikono. Kumbe mnataka wote. Sasa hebu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali
ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba, tukaweka na bunge la katiba, tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Hushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake.